Naitwa Dorothy Sem, ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Leo ilikuwa ni kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, na sisi chama cha ACT Wazalendo, ngome ya wanawake, kwa pekee kabisa imetumia maadhimisho haya kwa namna bora zaidi. Kwanza siku ya tarehe 6 iliandaa tamasha la wajasiriamali, iliandaa fursa ya kupokea elimu kwa wanawake na kupimwa saratani ya matiti na kizazi, lakini pia wanawake na watu wengine toka ACT Wazalendo walijitolea damu kama sehemu ya mchango wetu na kusherehesha maadhimisho haya. Leo tumeendelea na maadhimisho haya na ilikuwa ni siku ya kilele cha maadhimisho haya kwa wanawake wa mkoa wa Dar es Salaam wengi sana kuja hapa pamoja na sisi, pamoja na viongozi wa mikoa wa kitaifa kwa ajili ya kuzungumza na kuendelea kuwapa maelekezo nini ambacho chama chetu imeelekeza kutokea halmashauri yetu na nini kazi ya wanawake katika kuendeleza mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli katika taifa letu la Tanzania. Sisi kipekee sana tumeamua kama chama kuwa chama ambacho kinaheshimu nafasi ya wanawake na kinamuona mwanamke kama sehemu bora ya kujenga taifa na kujenga chama cha siasa. Sisi ACT Wazalendo hatumuoni mwanamke kama sehemu tu ya kusherehesha, kupiga kura, kuhamasisha. Tunaona kwamba tunajenga chama ambacho mwanamke anakuwa kwenye meza ya maamuzi. Kwa hiyo tumefanya mabadiliko makubwa kuanzia kwenye katiba yetu, namna ambavyo tunawapata wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu. Tumehakikisha chama chetu kimegawanywa kwenye kanda, na hizo kanda anakuwa na wajumbe wawili, mmoja akiwa mwanamume, mmoja akiwa mwanamke. Kwa hiyo tumeondoa ile hati ya kutokujua wajumbe hao watakuwa aina gani. Tumeongeza kuelekea 50% kwenye vikao vikubwa vya maamuzi, kuanzia kamati ya uongozi, secretariat, kamati kuu, halmashauri kuu na mkutano mkuu. Lakini hatujaishia hapo, tumetaka kama taasisi kuboresha na kuweka misingi bora zaidi katika kuhakikisha tunakuwa chama ambacho kinajali usawa wa kijinsia na kuwezesha usawa wa kijinsia utokee. Sisi ni chama ambacho tuna sera ya jinsia na tunaitekeleza sera yetu ya jinsia, na sera hii imetoa ahadi kwa wanawake katika mambo matatu. Kwanza, nafasi za uongozi ndani ya chama; pili, nafasi za uongozi nje kwenye kugombea nafasi mbalimbali za kiserikali kama serikali za mitaa na uchaguzi mkuu; lakini tatu, kuweka mifumo thabiti ya kuhakikisha kwamba mwanamke analindwa na unyanyasaji wa kijinsia na aina zozote za unyanyasaji zinazotokea kwenye siasa na kwenye jamii kwa ujumla. Mmezungumzia pale kuhusu swala la mikopo kwamba inaishia halmashauri. Mmezindua na project. Hiyo project itatumia msukumo gani kuhakikisha hiyo mikopo basi haiishia halmashauri inafikia walengo? Project tuliyoizindua ni Mwanamke Mbele, ambayo tunaendelea kuwawezesha wanawake kuwa viongozi imara na kipekee sana kuwa wasemaji ya kuhusu masuala ya wananchi. Ndafahamu kwamba sisi tuna baraza kivuli, na ndani ya baraza kivuli tuna waziri kivuli wa masuala ya jinsia, masuala ya serikali za mitaa, masuala ya fedha, na wakati wote tumekuwa tukiiambia serikali ya Chama cha Mapinduzi kwamba mikopo hii umiza, inaua biashara za kina mama, inaua nguvu za wajasiriamali, na tuliweka mfumo wa kuwa na mikopo ya halmashauri, mikopo isiyokuwa na riba. Tuweke mfumo bora ili wanawake wote waweze kupata mikopo hiyo. Mikopo mingi inaishia kwenda kwenye vikundi ambavyo havifanyi kazi husika. Tumeona kwenye ripoti ya CAG miaka miwili mfululizo iliyopita, kwanza kulikuwa na upotevu wa bilioni takriban 44, umeongezeka mwaka 2023-24 imekuwa bilioni 88. Kwa hiyo fedha zile zinatakiwa ziwekewe utaratibu bora, utaratibu ambao utaondoa mambo ya riba kubwa na ambao utamwezesha mwanamke mjasiriamali mdogo, kijana na watu wenye ulemavu wapate mikopo hii kwa urahisi, kwa haki, na waweze kuirudisha na kuondoa riba kabisa. Tunajua mikopo hii iliwekwa isiwe na riba. Imehamishia mikopo hii kwenye mabenki. Sasa mabenki wale ni wafanyabiashara. Kwa hiyo ni lazima huko wanaokwenda kuomba mikopo watakutana na vigezo vya kibenki na sio vinginevyo. Kwa hiyo njia tutakayotumia kwanza ni kuwaelimisha, kuwawezesha na kuhamasisha wanawake hawa kuongelea masuala ya wananchi
ikiwemo swala la wananchi kupata mikopo ya nafuu isiyokuwa na riba ambayo tayari tushaweka msingi kwenye mikopo ya halmashauri. Kwa hiyo watalisimamia hilo kwa kusemea maswala, na kama nilivyosema tumeendelea kutoa masuluhisho mbadala. Tutaendelea kupaza sauti na kuhakikisha kwamba tunaondoa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwenye lindi ya mikopo umiza, mikopo yenye riba kubwa, mikopo ambayo imeenda kuua, imedhalilisha, na mara nyingine imewafanya wanawake wamegeuka ombaomba na wengine wamekimbia hata maeneo yao wanaoishi. Mwenyekiti, tumeelekea katika suala zima la uboreshaji wa daftari la kupiga kura. Kwenu ACT mmepanga vipi ikizingatia siku ni chache, lakini ndio huu mwaka ni uchaguzi pia? Kama kiongozi mmepanga vipi na mmeboresha vipi yani ili kuweza kufikia kuhakikisha wanachama wote wanajitokeza katika suala zima la uboreshaji wa daftari la kupiga? Tunatambua umuhimu wa wananchi kuwa sehemu ya kuchagua viongozi wao na kuchaguliwa. Tumeendelea kuhamasisha wananchi wote kujitokeza, kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kote Tanzania bara na Zanzibar. Tunaendelea tena kuwakumbusha wajitokeze. Hii ni fursa ya kwenda kuangalia rekodi zako, na wale ambao ndio wametimiza miaka 18 na ambao walikuwa hawajaandikishwa kabisa kwenda kujitokeza kuandikishwa ili sasa waweze kushiriki kwenye uchaguzi na chaguzi nyingine zilizoko mbele yetu. Lakini wakati tunaendelea na hamasa hiyo kufanya kazi yetu kama chama cha siasa makini, tunaendelea pia kusimama na Watanzania kuhakikisha kwamba kwanza kipaumbele chetu ni kusimamia mageuzi ya namna siasa na demokrasia inavyoendeshwa katika nchi hii, hususan chaguzi zetu. Tunataka chaguzi huru na haki, tunataka Watanzania wawe huru kuchagua viongozi wao, tunataka Watanzania wajivunie kwenda kwenye sanduku la kura, kuondosha udhalimu na hali iliyoko sasa. Na tunaendelea kuhamasisha na kuongea na vyama vya upinzani makini, tunaendelea kuhamasisha asasi za kiraia, tunaendelea kuhamasisha viongozi wa dini na Watanzania wote kwa ujumla watuunge mkono ili tusimamie mageuzi ya kweli ya nchi yetu ya kupata chaguzi huru, haki na zinazoaminika.